Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Mkutano wa kilele wa Umoja wa Mataifa kuhusu ufadhili wa maendeleo utaanza Juni 30 hadi Julai 3, na miongoni mwa mambo yaliyomo kwenye ajenda hiyo ni mataifa kuondolewa mzigo wa madeni. Hii imeifanya Marekani kuhususia mkutano huo wa Umoja wa Mataifa wa Uhispania. Kuongezwa kwa misaada na marekebisho ya kodi. Viongozi wa ulimwengu watakuwepo katika eneo la kusini mwa Uhispania wiki ijayo kuhudhuria hafla hiyo inayofanyika kila baada ya muongo mmoja. Mkutano huo wa kilele wa Umoja wa Mataifa utajikita kwenye masuala ya fedha kwa ajili ya kukabiliana na umasikini duniani, magonjwa na kitisho kikubwa zaidi cha mabadiliko ya hali ya hewa. Hata hivyo, Marekani ambayo ni mtoaji mkubwa wa jadi wa misaada na fedha, mapema mwezi huu imetangaza uamuzi wake wa kutoshiriki na hivyo kuwa nchi pekee inayojiondoa kwenye hafla hiyo. Nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa zinataka kuziba pengo la ufadhili wa dola trilioni 4 kwa mwaka, wanazokadiria kuwa zinazuia ulimwengu unaoendelea kufikia malengo ya maendeleo endelevu, kuanzia kwenye kupunguza viwango vya vifo vya watoto wachanga hadi kwenye kupunguza ongezeko la joto duniani. Hata hivyo, wakosoaji wanasema ahadi zilizotolewa kwenye mkutano huo unaoitwa maamuzi ya Seville bado hazina nguvu ya kukidhi haja. Hatua hizo zilizokubaliwa baada ya mazungumzo magumu ya mwaka mzima yanajumuisha uwezekano wa kuongeza mkopo kwa kiwango kikubwa, msamaha wa madeni, msukumo wa kuongeza maingizo ya kodi hadi 15% ya pato la taifa. Pamoja na hayo, wameamua kuelekeza mikopo inayotolewa na shirika la fedha la kimataifa IMF kwa nchi zinazohitaji zaidi. Wanaharakati wamesisitiza kuwa nchi zaidi ya 130 zinakabiliwa na viwango vya juu vya madeni na nyingi zinatumia fedha zaidi katika ulipaji wa madeni kuliko kushughulikia bajeti za afya au elimu, na hivyo suala hilo lipewe kipaumbele ili kuzisaidia nchi husika. Marekani imesema sababu za kujitoa ni kutokana na kuvukwa mipaka yake na uvumilivu, ikiwa ni pamoja na kutozwa kiwango cha chini mara 3 zaidi, kubadilisha sheria za kodi na kutumiwa neno jinsia katika itifaki ya mkutano huo wa kilele. Naibu Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Amina Mohamed amesema amesikitishwa na hatua za Marekani za kuhususia mkutano huo wa kilele, hasa baada ya taifa hilo kubwa kukata misaada yake hivi karibuni, hatua ambayo imeathiri vibaya maisha na njia za kujiingizia riziki. Akizungumza pamoja na maafisa wa nchi zinazoandaa mkutano huo wa Uhispania na Zambia, Amina Mohamed amesema maazimio yaliyokubaliwa yanaonyesha dhamira na uhalisia wa kwamba Umoja wa Mataifa utajaribu kuhusisha tena Marekani katika siku za usoni. Kwa upande wake, Umoja wa Ulaya umejiunga kwa mashaka kwenye mkutano huo wa kilele, huku ukiwa haujaridhishwa hasa kuhusu madeni yanayojadiliwa ndani ya Umoja wa Mataifa. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.